Bwana, wote tunakumbuka ni kitu gani ambacho kimetokea jana pale Mlimani City, ambapo palikuwa na maadhimisho ya miaka 30 ya mziki wa Bongo Flava. Sasa bwana, katika maadhimisho hayo ya mziki ya miaka 30 ya mziki wa Bongo Flava, kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vimetokea kwa namna moja au nyingine, na hapa tunazungumza kuhusu mambo mengi sana. Sasa bwana, jambo ambalo limetrendi kwenye show hiyo ambayo imefanyika jana pale Mlimani City linamhusu naye si mwingine Dudu Baya, na maneno yake aliyoyazungumza mpaka ikafikia stage akazimiwa mic asiweze kuendelea na show, jambo ambalo baadaye aliondoka kutokana na kauli ambazo alizungumza. Basi bwana, Dudu Baya kwa kuwakumbusha tu na waekea clip hapa inayomuonyesha kwamba alikizungumza kitu gani mpaka ikafikia stage ya yeye kuzimiwa matangazo na mic kushindwa kuendelea. Sitaki kuongea sana. Mwenye video yake ninachopenda kusema, naam, taifa tuliopo sasa hivi Tanzania, sasa hivi mwanamke ndio anamfia mwanamume, mwanamke ndio anamfia mwanamume, lakini baadaye sasa asubuhi leo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Instagram, Dudu Baya ameandika, ameposti video akisema kwamba hawezi kuomba msamaha kwa namna yoyote ile, na matukio yote ambayo yamekuwa yametokea jana alikuwepo anamaanisha na alifanya makusudi kabisa. Lakini akaenda mbele zaidi na kuvituhumu hivi vyombo vya habari ambavyo vipo. Anasema kwamba vyombo vingi vya habari vinajihusisha kwa namna moja au nyingine na mapenzi ya jinsia moja, na akasema, akaweka wazi kwamba yeye hawezi kujihusisha kwa namna moja au nyingine na hizi shows ambazo zimekuwa zikifanyika. Kiufupi, amegoma na show ambayo ameifanya jana, amezidi hatofanya tena, na hapo itakuwa ni mwisho wake. Hili lina nani gani? Na kuwekea clip hapa, ukimaliza kuiangalia clip mwanzo mwisho uniambie kwamba Salamu alaikum wa Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwepo mamangu Mheshimiwa Rais na wazee wote wa nchi. Kwa heshima na taazima nasema hivi, hakuna hapa anayeomba msamaha. Nilishawahi kuzungumza miaka mingi sana. Napata show Marekani, Uingereza, mapromota wanaambiwa huyu msinipe show for many years. Hili tamasha limeandaliwa, waandaji ni washikaji wangu wa karibu, lakini kila TV na radio kubwa ziliwaambia tamasha lenu hatutangazi mpaka mfute jina la Dudu Baya. Na huo umekuwa ni mchezo kuanzia Clouds, EFM, media zote. So mpaka napanda jukwani, msikasingizie kale keupe na kusema kwamba sasa wanawake wanawafila wanaume. Hilo ni jambo la kweli, na mimi nampigania Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo siombi msamaha si TV si Azam, siombi msamaha si TV gani, na nimewaambia waandaji hapo nilifanya makusudi, na niliwaambia waandaji show zinazofuata mikoa mingine sitaki. Mimi na uwezo wa kufanya show Msoma na Mambas 24 Entertainment. Nina uwezo wa kuandaa show zangu kama. Nina uwezo wa kuandaa show zangu Tabora. Kwa hiyo siwezi kuwa mnyonge. Unatembea kwenye tamasha, alafu wanaotangaza hilo tamasha ni maadui zako. Paka kwenye chumba ambacho nilala jana, nimekuta reception. Kuna mtu, mimi niko Mlimani City, aliingia chumbani kwangu. You better watch your back, homie. Legend wa namna hii ni legend wa namna gani ambaye anatoa matusi, anatukana, anatoa kashfa ambazo zipo labda zina ukweli kwa namna moja au nyingine, lakini huwezi kuzungumza vitu
kwenye public, tena public ambayo ina watu wengi sana ambao wanategemea kuja kupata burudani kutoka kwako, lakini wanapata vitu vingine ambavyo tofauti. Hizi skendo za ushoga Dudu Baya amekuwa akizungumza kwa muda mrefu sana. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu ipendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii pendwa. This is Nyayo TV. Thank you for your time. Until next time.